Naitwa Carol Joseph, nikiwa ni mwanachama wa Yanga African. Leo nimefurahi sana kujua kuna historia ambayo kipindi cha Kaunda ambacho sikuzaliwa sikuiona historia hii ikiandikwa, lakini leo hii kupitia uongozi wa Engineer Elsi chini ya mdhamini wetu GCM nimeona kuandika historia ambayo itaishi. Ule wa Kaunda ambao sikuzaliwa nilikuwa nasikia kwamba kuna uwanja, lakini nilizaliwa nikakutana na hiyo historia, lakini leo hii kupitia Engineer Elsi chini ya mdhamini wetu GCM nimekuja kuona historia ambayo italeta manufaa kwa Watanzania, East Africa, kwa vizazi na vizazi, kwenda kujengewa uwanja ambao tulikuwa tunatamani kwa muda mrefu sana, na tunamwombea Mungu kwamba uwanja huu amesema ndani ya miezi 18 mpaka 20. Basi inshallah tuombe uzima, afya, apate hela, abarikiwe, tumalize kwa kipindi hicho ambacho yeye amekisadifu kwamba ni miezi 18 mpaka 20. GCM yeye anakuambia hataki maneno mengi, Yanga bingwa tu, alafu ni bosi ambaye hana tamaa. Cha kwanza na washauri wasikae majumbani, watoke tapotokea mechi waje viwanjani, wawape tumaini wachezaji, kwa sababu mimi naamini hizi mechi ambazo zimetuangusha mara nyingi ni ile back to back kwamba tunacheza leo tunapumzika siku mbili. Mimi nawasihi sana, hata sisi kuna muda pia tunakosea, kwa hiyo na wenyewe pia kuna muda wanakosea, wanateleza, na wanapoomba msamaha tuna accept msamaha wao. Mimi naitwa Mohamed Hussein Daima, nickname Chingawani. Mimi nasema hapa kwanza nimepata faraja kubwa sana, viongozi wetu wamefanya jambo kubwa sana na mfadhili wetu kutengeneza uwanja, na huu uwanja kabla hapa mimi nimecheza hapa kwenye huu uwanja. Kwa hiyo mimi nasema tunapata faraja kubwa kama viongozi wetu wameliona hilo na wanatengeneza uwanja. Kwa hiyo kikubwa miundombinu hii lazima tuitunze, isije ikatokea tena kama wale jamaa walivunja viti kule, wakang'oa viti kule uwanja wa Taifa. Hatutaki vitu kama hivyo vitokee kwenye uwanja wetu mpya, kwa sababu kwanza ni faraja kubwa kupata uwanja alafu unakuwa bingwa, lakini unapata uwanja alafu unakuwa sio bingwa na kwa ipendezi, sio? Kwa hiyo mimi nasema wachezaji wetu wajitoe sana, tupate ubingwa, tusherehekee ubingwa kwenye uwanja mpya. Mimi kwa jina naitwa kama Mzee Kadege, mzee wa Yanga. Leo tumefurahi sana baada ya kutia saini mkataba wa uwanja. Uwanja unaanza kujengwa kesho. Walikuwa wanasema ni uongo longolongo. Sasa wameona wenyewe kwa macho yao. Uwanja unaojengwa hapa ni uwanja bora barani Afrika. Ni kiwanja cha pili kwa ubora na kwa uzuri na kila kitu. Kwa hiyo tunafurahi sana. Tunasemaga kila siku, jamani, GCM huyu mtu hata kifa za mtaki tuchukue sisi. Tumekula maubwabwa, tumekunywa maji, sisi tumefanya nini? Yaani starehe yetu. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunashukuru kweli kweli, na uwanja utakuwa ni mfano katika viwanja vya duniani. Ukitoa uwanja wa Real Madrid utafuatia uwanja wa Yanga hapa Afrika, na ndio timu kubwa ambayo inajenga uwanja wa kisasa ambayo jamani sisi tusemaje, hata kuongea tunashindwa. Ndio hoya, tunafurahi sana kama wanachama wa Yanga, kama mashabiki wa Yanga, kama viongozi wa Yanga, tumefurahi kweli kweli. Tumesahau hata kufungwa na Dodoma, na tutafungwa na kombe tunachukua sisi wenyewe. Hakuna kuchukua kombe nchi zaidi ya Yanga. Wasijiongopee hata wafanyeje. Kwa popote vile, kwa hizo pointi mbili, hakuna atakayeweza kutushusha hapo juu. Tutachukua kombe letu na tutaendelea kufurahi sisi. Sisi tumezoea makombe bwana. Na ndio maana siku mbili tumekonda, lakini leo tumefurahi baada ya kutia saini katika uwanja wetu ambao uwanja bora barani Afrika. Haya, asante sana. Mimi Mzee Kadege.